nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Oh, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili. Ili niombe na mtumishi aweze kusimama, tutanguliwe na Zaburi ya 27 mstari wa 4. Ni neno ambalo inawezekana ni mstari wako wa moyo. Nitasoma kwa upesi. Zaburi ya 27 mstari ule wa 4. Neno hili kwa ajili yangu na kwa ajili yako na kwa ajili yetu sisi sote linasema hivi: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Neno moja nimelitaka kwa Bwana. Baada ya hapo utakaa nyumbani mwa Bwana, alafu utautafakari uzuri wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tutafakari uzuri wa Bwana tuwapo hapa kwa utulivu kwa siku hizi 8, kwa ajili ya kuiombea semina, lakini kwa ajili ya kupokea mafundisho ya neno la Mungu kwa jinsi Mungu alivyokusudia kwa kipindi hiki cha mwezi huu wa 8, na Mungu akatujibu haja za mioyo yetu. Tutulie ni mshukuru Mungu. Mungu mwenye enzi, Baba yetu wa mbinguni, wema wako ni mkuu sana sana katika maisha yetu. Asante Bwana kwa siku hii ya leo, tarehe hii ya 11 ya mwezi wa 8, jioni hii ya pekee ambayo umetupa peke yako kwamba tuendelee kuwepo. Asante Bwana kwa ajili ya mwanzo mwema huu wa semina ambayo Bwana wa majeshi tunajua kwa hakika ya kwamba wewe utatuwezesha na yote yatakuwa mema kwa ajili ya utukufu wako. Tangulia mbele yetu Bwana wa majeshi, na watoto wako tukufuate kwa ujasiri. Naendelea kumweka mtumishi wako mikononi mwako. Ratiba zote Bwana wa majeshi na mipango yote na taratibu zote ambazo kwa neema yako umempa kuweka kwa ajili ya semina hii, Bwana, na ujumbe ambao umempa kwamba tukaupate sawa sawa na mapenzi yako. Anza nasi Bwana, hitimishe na sisi, wewe uliye Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa neno pamoja na sala na kwa niaba ya mchungaji kiongozi usharika wa Katambi, tangaze kufunguliwa kwa semina hii katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante. Niombe kabisa yule anayehusika na kusimama pale kwenye vyombo, usitokee usumbufu wa namna yoyote, na kama mnaona kuna dalili zozote ambazo hamzielewi, tukonyeze alafu tusogelee hapa. Amen. Lakini kama ni mambo ya kawaida, usimsumbue Mungu, maana ameshatenda. Amen. Joel.
Mwabudu Mungu.
sauti yako mbele za uwepo wa Bwana. Mwambie Mungu kile unachotamani afanye siku ya leo na siku ya kwanza semina hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mliye hai, nasogea mbele zako na mbele za kiti chako cha neema na rehema. Nasogea kwenye madhabahu yako iliyojaa damu ya mwana kondoo Yesu. Madhabahu yako inayonena mema, madhabahu yako inayonena msamaha. Tunahitaji neema yako na baraka zako zitufunike. Tunahitaji mkono wako wenye nguvu uwe juu yetu, kitutetea na kutupigania, ukituonyesha njia sahihi ya kuendea, kwa jicho lako likitutazama. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na nyamazisha kila utawala na kila ufalme wa giza, na nyamazisha kila mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho, na bomoa kila kiambaza na kila ukuta, na angusha ngome ya mawazo mabaya na kila kijinuacho kinyume cha ufalme wa Mungu. Nateka nyara fikra zikapate kumtii Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na angusha kila upinzani wa kiroho kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa giza, kwenye milango ya kuzimu. Katika jina la Yesu nasimama na funguo za ufalme wa Mungu, kwamba lolote utakalofunga duniani litafungwa mbinguni. Tunafunga roho ya uharibifu, tunafunga nguvu za giza, tunafunga falme za giza, tunafunga kila mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho na kila kijihudhurishacho kinyume na Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu, maajenti wa kila namna, nguvu za giza za kila namna, wachawi wa kila namna, wanaojihudhurisha kwa wazi na kwa siri, kwa jina la Yesu, wanazuia watu wasifunguliwe, wanazuia watu wasiwekwe huru. Naombea vyombo vya habari vinavyosikiliza sauti hii sasa, wanaomfikia mtu pale nyumbani kwake. Ninabadilisha hiyo redio, nabadilisha online kwa madhabahu ya Mungu aliye hai. Acha hiyo madhabahu ikanene mema, acha hiyo madhabahu ikanene msamaha, acha hiyo madhabahu ikanene ukombozi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na kamata anga na kulitiisha chini ya mamlaka ya jina la Yesu, na ikamata ardhi ya mahali hapa na kuitiisha chini ya mamlaka ya jina la Yesu. Mahali sauti inaposikika, natiisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, naagiza wale malaika wanaohudumu kwa ajili ya watakatifu wakapate kutuhudumia tena siku ya leo. Tukaone utukufu wako, tukaone nguvu zako, tukaone mamlaka yako, tukaone jina lako likifanya kazi katikati yetu, nasi tutatulia kwenye uwepo wako. Tuko tayari kufundishwa na kufundishika. Nikiibariki siku ya kwanza, nikitamkia iwe baraka. Siku ya pili na ibariki, siku ya tatu na ibariki, siku ya 4 na ya 5 na ibariki, siku ya 6 na 7 na ibariki. Acha siku ya 8 baraka zitukalie. Kwa siku zote hizi nazitenga, naziweka wakfu mbele zako Bwana. Naombea mahudhurio, naombea kila mmoja na kila mahali, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa mamlaka ya jina la Mungu. Tunawalika watu kutoka kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, katika jina la Yesu waweze kuja kujifunza. Wanaotusikiliza kwa njia ya redio, wanaotusikiliza kwa njia online, Bwana wahudumie, Bwana ukutane nao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema yako isipungue na uweza wako usipungue, na damu yako itutetee. Fungua waliofungwa, weka huru walioonewa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Tafuta kiti chako cha muujiza, ukae kwenye uwepo wa Bwana. Katika siku hizi 8 ambazo Mungu ametupa, nakumbuka watu wa mitambo wanisaidie, tuko live redioni. Ni muhimu sana sauti kae sawa. Tuko live redioni, tunasikika kwenye 91.7 inayorusha matangazo yake kutokea hapa Karatu, lakini inayochukua matangazo live kutokea hapa katika usharika huu wa Patandi wa jimbo la Magharibi wa Dayosisi ya Meru, ambao Mungu ametupa nafasi kusimama mbele za Mungu katika zamu na katika majira haya. Ninajua ya kwamba wako mamia na maelfu wanaotusikiliza kokote kule ambapo redio inafika na kusikika. Nami nawaunganisha katika roho mmoja na katika neema ya Kristo Yesu, ili kutokana na muujiza na namna wanavyotuhudumia mahali hapa, na wao Bwana uwahudumie kule waliko, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Semina yetu ikiwa ni siku ya kwanza yenye neno linalosema tanzi ya mauti inayoachiliwa kwa mtu kabla ya wakati wake. Tanzi ya mauti. Okay, unaweza kuandika kwa kifupi, tanzi ya mauti ya kabla ya wakati.
Hakikisha unakuja na kalamu na daftari. Ni shule nzuri itakayokusaidia, na Biblia yako. Tanzi ya mauti ya kabla ya wakati. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 55 ule mstari wa 15, mauti iwapate kwa ghafla, na washuke kuzimu angali hai, maana uovu u makaoni mwao na katikati yao. Nami nitamwita Mungu, na Bwana ataniokoa. Katika ulimwengu tunaoishi na katika mazingira tulioko, roho ya mauti inatenda kazi, na ni mauti inayoachiliwa kwa watu kabla ya wakati wake. Si ajabu kusikia mtu ameanguka bafuni, ameondoka. Si ajabu kusikia ajali imetokea na watu kadhaa wameondoka. Si ajabu kusikia mama alikuwa anajifungua, mama amefariki na mtoto amefariki. Si ajabu kusikia mama amebaki, mtoto ameenda. Si ajabu kusikia mtoto ameenda, mama amebaki. Tanzi ya mauti ya kabla ya wakati wake. Na sio mpango wa Mungu roho ya mauti kutenda kazi na kufanya kazi katika majira yasiyo sahihi kwa mtu. Na wengi wanasema ni mpango wa Mungu, wengine anasema ni mapenzi ya Mungu, mwingine anasema atakalo Mungu hakuna wezaye kulizuia, na maneno mengi ya faraja. Lakini nataka nikwambie, kati ya vitu ambavyo adui amefanikiwa ni kulachilia tanzi ya mauti na roho ya mauti kwa watu kabla ya wakati wao. Sio sawa kuona mtu anakufa kabla ya wakati. Sio sawa mtu anakufa anaacha familia, watoto bado wadogo, watoto bado wachanga. Sio sawa mtoto anazaliwa na kufa. Sio sawa, na saa nyingine sio mapenzi ya Mungu, ni mipango mibaya ya adui kutuondosha kabla ya wakati. Na hasa unapokuwa umebeba kitu cha kimungu ndani yako, na hasa adui anaweza kuona kitu ulichokibeba wakati baba na mama hawajakiona. Mfano mzuri unaposoma kwenye Luka 2 ule mstari wa 23, mzee Simeon anaona kitu kwa mtoto Yesu wakati Mariamu haoni kitu kwa mtoto Yesu. Kuna vitu ambavyo adui anaweza kuviona na kuachilia tanzi ya mauti ya kabla ya wakati wake. Hebu tusome ile 15 pamoja, Zaburi ya 55 mstari wa 15, tusome pamoja 1, 2, 3. Mauti na iwapate kwa ghafla, na washuke kuzimu angali hai, maana uovu u mikononi mwao na katikati yao. Kitu gani kinachosema mauti iwapate kwa ghafla? Anasema maana uovu, dhambi, makosa ya mikononi mwao. Kwa hiyo mauti ya kabla ya wakati inasukumwa na dhambi. Mauti ya kabla ya wakati inasukumwa na uovu. Mauti ya kabla ya wakati inasukumwa na laana. Na tutaona hatua kwa hatua, lakini kabla hatujaingia kuona tanzi ni jambo linalotengenezwa katika ulimwengu wa roho na kumpata mtu kabla ya wakati wake. Ngoja nirudie tena. Tanzi ya mauti ni jambo linalotengenezwa katika ulimwengu wa roho. Hiki tunachokiona ni matokeo ya kilichotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Na kumbe tunaweza kuingia kwenye ulimwengu wa roho tukazuia mambo yasitokee. Najaribu kukimbia jua kidogo. Tunaweza kuingia kwenye ulimwengu wa roho tukazuia mambo yasitokee. Maana anasema maana uovu u makaoni mwao na katikati yao. Maana uovu
katika makao yao mwao na katikati yao. Lakini mstari wa 16 sema, nami nitamwita Mungu na Bwana ataniokoa. Kumbe tunao nafasi ya kumwita Mungu na kuleta wokovu mahali ambapo tanzi na roho ya mauti imeachiliwa kwa watu. Okay, twende taratibu. Kabla ya kufika hapo, nataka tuangalie tanzi ya mauti inaweza kuachiliwa kwenye eneo gani. Moja, tanzi ya mauti inaweza kuachiliwa kwenye roho, kwenye nafsi. Unasikia kufa. Mtu mmoja akanipigia simu, mwalimu, nasikia kufa, sina furaha, sina amani. Lakini kwa hiyo mauti ya kiroho, mauti ya kiroho, kuna watu hata ukimwambia juu ya habari njema za Yesu Kristo hawezi kukuelewa, kwa sababu tayari mauti ya kiroho imeingia ndani yao. Swala la ibada hawezi kukuelewa, swala la kumcha Mungu hawezi kukuelewa. Kwa nini? Tayari roho yake, Biblia inasema wana jina la kuwa hai lakini wamekufa. Kwa nje wako hai, wanatembea, lakini Biblia inasema wamekufa. Limebaki tu jina la kuwa hai. Unakuta mtu huyo ambaye ana jina la kuwa hai lakini nafsini mwake amekufa. Hata ufanye nini, ni lazima uende ukaitafute nafsi ilikofichwa kwenye maficho na kuirudisha tena na kuipa uhai tena. Maana kwa nje ana jina la kuwa hai lakini nafsini mwake amekufa. Anasema ana macho ya kuona lakini haoni, ana masikio ya kusikia lakini hasikii. Kwa hiyo amebaki mwili. Sasa hebu tutafakari kidogo, wangapi wamebaki mwili kwenye maisha ya kiroho? Wangapi wamebaki tu mwili kwenye maisha ya kiroho? Kwa sababu kila kitu kilichoko ndani yake kimekufa. Lakini mauti nyingine ni mauti inayoachiliwa. Lakini mauti nyingine ni mauti inayoachiliwa ya kimwili. Ya kimwili. Mauti ambayo imeachiliwa, inayoambatana na magonjwa, inayoambatana na huzuni, inayoambatana na maombolezo. Mauti inaweza kuachiliwa kwa mtu. Mauti inaweza kuachiliwa kwenye eneo. Tunapozungumza tanzi ya mauti, wanasema eneo hili ni ukiwa na nyika tupu. Eneo hili ni ukiwa na nyika tupu. Maana yake ni nini? Limeachiliwa roho ya mauti. Chochote utakachopanda hakitamea, hakitakuwa, hakitaongezeka. Kwa hiyo inaweza ikawa mauti ya kiafya, magonjwa mabaya yasiyo na tiba yanaachiliwa kwa mtu kabla ya wakati. Wangapi wanakumbuka 2019 na 20? Ile ilikuwa ni tanzi ya mauti, iliachiliwa na jina la COVID-19, na dunia ikasema Afrika itaokotwa mizoga. Kitu gani kilituokoa Afrika? Tulimlilia Mungu na Mungu akatusikia na Mungu akatuokoa. Ilikuwa ni tanzi ya mauti. COVID-19 it's man made, ni kitu kilichotengenezwa na wanadamu kuachilia tanzi ya mauti. Tukapoteza ndugu zetu, baba zetu, kaka zetu, dada zetu, lakini ilikuwa ni tanzi ya mauti. Waliosimama kuomba, waliokataa ile roho walivuka. Ambao walimezwa na ile roho, roho ile iliwameza. Tanzi ya mauti. Tanzi ya mauti inaweza kuachiliwa tu unapoingia hospitalini. Kwa hiyo kabla ya kwenda hospitalini, omba, shughulika na tanzi ya mauti. Unafika, badala ya kupasuliwa, unapasuliwa vizuri, daktari anaacha mkasi ndani ya tumbo. Tanzi ya mauti. Tanzi ya mauti. Lakini mauti nyingine inaachiliwa kwenye huduma. Wale watu waliobeba huduma, wale watu walio na vipawa, wale watu walio na karama,
tanzi ya mauti inaachiliwa, haufi, haukui. Huduma iongezeki, haifi wala haikui. Tanzi ya mauti ya huduma inahakikisha ya kwamba haupati upenyo, haupati breakthrough katika kila jambo unalolifanya. Tanzi ya mauti. Lakini eneo lingine la 4 ambalo tanzi ya mauti yaweza kuachiliwa ni juu ya uchumi. Uchumi wako unaweza kupata shida na ukaachiliwa tanzi ya mauti. Unajitahidi kweli, kila soko upo, liwe la Kikatiti, liwe la King'ori, liwe la Mbauda, na una mzigo wa kutosha, lakini haukui kiuchumi, hauongezeki kiuchumi. Tanzi ya mauti ya kiuchumi inacheza na maisha yako. Lakini nini kusudi la Mungu? Walioko kwenye ibada tuleka preamble. Nini kusudi la Mungu? Ayubu 5:26. Nini kusudi la Mungu? Ayubu 5:26. Nataka ufike, maana tutasoma pamoja. Ayubu 5:26. Kusudi la Mungu si wewe kuondoka kabla ya wakati. Kusudi la Mungu ni wewe kuishi, kuwa na maisha matimilifu. Umefika 1, 2, 3, tusome. Utafika kaburini mwenye umri mkamilifu, kama mganda wa ngano ulivyo kwa wakati wake. Wangapi wanajua mganda wa ngano? Mganda wa ngano hauonekani mpaka ngano ikomae. Kwa hiyo anasema nitafika kaburini katika umri mtimilifu. Saa nyingine ukisoma hili neno, jiambie wewe, jitamkie wewe, jisemee wewe. Haleluya! Iambie nafsi yako, we nafsi ya Tumainieli, utafika kaburini mwenye umri mtimilifu, kama mganda wa ngano ulivyo. Tatizo hatujisemei. Dunia inatusemea, sisi tumenyamaza. Adui anatusemea, sisi tumenyamaza. Maana ni kama simba angurumaye akitafuta mtu ammeze. Wangapi kwenye maisha yao wamewahi kufanya maombi haya? Wangapi kwenye maisha yao wamekuwa na mzigo wa kuombea tu afya? Okay, wangapi wanaombea afya? Watu wengi sana wanaombea uchumi. Watu wengi sana wanaombea maisha ya kiroho, lakini wanasahau kuombea afya. Mimi na mke wangu ukitukuta tunaomba, tunaanza kuombea utumbo mpana, utumbo mwembamba, tunaanza kuombea koo la chakula, koo la hewa, tunaanza kuombea pafu la kulia, pafu la kushoto, tunamwagia damu ya Yesu Kristo. Tunaanza kuombea utumbo mpana, utumbo mwembamba, tunaombea macho, tunaombea masikio, tunaanza kuombea organs za ndani. Maana kati ya tanzi ya mauti inapata mlango kupitia pia viungo. Mara ngapi unaombea viungo vyako vya ndani? Mara ngapi unaombea? Kuna vitu visivyoonekana viko huko ndani, vimejificha, lakini hivyo ndivyo vinavyosababisha wewe uwe mtu. Lakini hatukumbuki kabisa kuviombea. Hebu pata muda, ukiwa na muda ombea koo la chakula, koo la hewa, ombea mapafu ya kulia, pafu la kushoto, ombea utumbo mpana, utumbo mwembamba, ombea figo, ombea moyo, ombea bandama, ombea ini. Viachilie damu ya Yesu Kristo. Mwambie Bwana, hivi vyote na viwekea ulinzi wa damu ya Yesu Kristo. Hakuna magonjwa mlipuko, hakuna magonjwa ya kurithi, hakuna magonjwa ya kuambukiza yatakaopata nafasi kwangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Natangaza uzima, natangaza afya kwenye mifupa yangu, kwenye misuli, natangaza afya kwa jina la Yesu. Unajitamkia wewe mwenyewe afya ya mwili wako. Ukimaliza unaenda kwenye bone marrow, kule damu inakotengenezwa. Unaiambia bone marrow, damu yangu itatengenezwa ikiwa salama.
damu yangu haitatengenezwa na sukari, damu yangu haitatengenezwa na sukari. Unaiambia kongosho, kongosho, sikia neno la Bwana, sukari kwenye mwili wangu itakuwa regulated, haitazidi, haitaongezeka. Unaongea na moyo, pampu damu sawa sawa. Moyo, sikia neno la Bwana, pampu damu sawa sawa kama Mungu alivyokuumba. Unaenda kwenye mishipa ya damu, kwenye artery, kwenye capillary, unaenda kule, unauambia mishipa mikubwa ya damu, mishipa membamba ya damu, kila aina ya mafuta yaliyozunguka mishipa yangu ya damu yakayeyuke katika jina la Yesu, maana niko kinyume na tanzi ya mauti. Mara ngapi unajiombea? Tunaweza kuomba chakula cha kila siku, tunaweza kuombea watoto, tunaweza kuombea maisha ya kiroho, lakini mara ngapi tunaombea afya ya miili yetu? Mara ngapi tunaipeleka mbele za Bwana, mwambia Bwana niko mahali hapa? Mara ngapi tunaombea viungo vya uzazi? Mara ngapi tunaomba na kumwambia Bwana shughulika na jambo hili, shughulika na jambo hili, shughulika na jambo hili. Tunamwambia Bwana pata muda wa kushughulika, maana tanzi ya mauti inapita kwa siri ndani ya viungo na inaleta uharibifu. Ghafla ana sukari, ghafla ana pressure, ghafla ana vidonda vya tumbo, ghafla tanzi ya mauti. Hatuna muda wa kuombea vitu, viungo vilivyoko ndani ya mwili. Huo mwili wako na vitu ulivyovibeba, viombee, viweke wakfu kwa Bwana, adui asivitumie kwa jambo lolote lile. Tena ukimaliza funga na maombi ya aina 3. Ninaomba kinyume na magonjwa kuambukiza, naomba kinyume na magonjwa yasiyoambukiza, naomba kinyume na magonjwa mlipuko. Hayatanipata. Mimi ni uzao mteule, mimi ni mtu wa miliki ya Mungu. Nitatembea, nitakuwa na afya. Niko duniani si kwa bahati mbaya, niko duniani kwa kusudi. Uko mpango wa Mungu mimi kuwepo, na huo mpango wa Mungu lazima utimie katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na waovu walioko katika njia yangu wakung'utwe, wakae mbali na mimi, nami niwe na uzima na afya tele. Mshangilie Bwana. Mara ngapi unajitamkia? Adui amekuwekea tanzi, amekuwekea mtego, na kwa sababu anaona unaweza kuombea vitu vingine, lakini hapa pako wazi, hapajaombewa, anatumia kuweka magonjwa. Haleluya! Kuna mtu mmoja ananielewa? Najaribu tu kuweka msingi. Anasema utafika kaburini mwenye umri. Turudie tena, 1, 2, 3, tusome. Utafika kaburini. Hujafika wewe bado. Ayubu 5:26. 1, 2, 3. Utafika kaburini mwenye umri mtimilifu, kama mganda wa ngano ulivyo kwa wakati wake. Neno kwa wakati wake, neno kwa wakati wake, neno kwa wakati wake. Maana yake kuna wengine wanaondoka kabla ya wakati wao. Sio kama kuna mtu mmoja ananielewa. Nenda kwenye nabii Isaya. Ni somo gumu kidogo, ukizungumza kuzimu yote inasimama, lakini Bwana yuko upande wetu. Haleluya, haleluya. Adui hapendi kabisa ili jambo watu walijue. Adui hapendi kabisa ili somo watu walijue. Na angalia wangapi wanalifundisha. Somo gumu kidogo, lakini nataka nikwambie tutaipiga kuzimu na mauti. Haitaelewa kweli. Wiki hii tutaipiga. Kuna watu Mungu atawachomoa, kuna watu Mungu ataweka huru, kuna watu wataponywa magonjwa na watatembea tena, watakuwa na afya tena. Katika kitabu cha nabii Isaya 65 ule mstari wa 20 taenda mpaka 24. Umefika? Isaya 65 20 mpaka 24. 1, 2, 3. Hapata kuwepo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake, kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Sio mpango wa Mungu hata mwenye dhambi afe. Anatamani mwenye dhambi atubu, aokoke. Bwana asifiwe. Anasema hivi,
Turudie tena kwa sauti kuu, 1, 2, 3. Hapata kuwepo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu na wateule wangu. Wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Hawatajitabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni uzao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, wakiwa katika kunena nitasikia, katika jina la Yesu. Hii ni ahadi ya Mungu kwa watu wake, ni ahadi iliyotimilifu. Anasema hapata kuwepo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake. Je, leo si tunaona makaburi yaliyojaa watoto? Si tunaona makaburi ya watu wenye hawajafikisha hata nusu ya karne? Anasema tena watajenga nyumba na kukaa ndani yake, hawatajenga akakaa mwingine. Lakini anasema ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu na wateule wangu, watafurahia, napenda ile neno, watafurahia kazi ya mikono yao kwa muda wa siku nyingi. Watafurahia kazi ya mikono yao, watakula matunda ya kazi ya mikono yao, watakula kazi baraka za mikono yao. Watu wanasema yule jamani ndo amejenga tu nyumba yake, ameondoka hata haijaisha. Jamani, tumeona tu tumpeleke pale kwenye nyumba yake, amejenga tu, ndo alikuwa anafanya finishes, ameondoka. Sio mpango wa Mungu. Anasema utajenga nyumba na utakaa ndani yake, lakini atasema utakula matunda ya kazi ya mikono yako, tena si kwa siku nyingi, sio kwa siku chache, bali kwa siku nyingi. Hii ni ahadi, lakini watu hawa declare. Unajua, kinikuta nikiomba haya maombi, siombi kama ninavyoongea na wewe. Nimekuja kukufundisha, I'm declare, ninatamka tamko katika ulimwengu wa roho. Nitajenga nyumba, nitakaa ndani yake, tena nitakula matunda ya kazi ya mikono yangu, tena nitakula nikiwa na siku nyingi, wala sitakuwa na siku chache, asema Bwana. Imeandikwa katika kitabu cha Isaya 65 mstari wa 20 mpaka wa 24. Nitajenga nyumba, takaa ndani yake, tapanda miti, takula matunda yake. Lazima ujitamkie neno juu ya maisha yako. Yatosha kuwa mnyonge, yatosha kuonewa, yatosha kuona uwezi. Unayo nguvu ya kutamka neno na neno likaumba kesho yako. Wewe ni nabii, simama kwa ushindi, tamka neno nalo neno litakuwa. Haleluya. Geuke jirani yako, mwambie usisubiri utabiriwe. Kwani ujue ni nabii? Hujasikia? Mwambie usisubiri utabiriwe. Hujui ya kwamba wewe ni nabii? Wewe ni nabii wa maisha yako, wewe ni nabii wa nyumba yako, wewe ni nabii wa familia yako. Kwani umsubiri Tumainieli aje akutabirie? Tamka neno na hilo neno litakuwa, litafanyika, litakuwa halisi kwenye maisha yako. Haleluya. Ninaumwa, ndio, sitakufa bali nitaishi, ni utangaze wema wa Bwana. Ndugu, mbona uko hospitali? Sasa gari limekuja tu garage, gari limekuja garage. Ndugu, mbona uko hospitali? Sasa gari imekuja garage, tunamwaga oili, tunaweka oili mpya, safari inaendelea. Haleluya. Usijikatie tamaa nafsini mwako peke yako. Tamka neno la ushindi na hilo neno litakuwa. Nataka katika semina hii nipate wanawake na wanaume wa imani watakao tamka neno la kinabii kwenye maisha yao na maisha yao yatokee. Haleluya. Hebu tusome tena pamoja ule mstari wa 20, 1, 2, 3. Hapata kuwepo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Maana hata mwenye dhambi Mungu hataki afe, naye anafikisha miaka 100, lakini chini ya nini?
Ana wewe utafikisha miaka 100 na baraka. Haleluya, 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 haleluya. Kitabu cha Mwanzo, huko tunakokwenda ni kuzuri, naweka tu msingi leo. Kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 25, kitabu cha Mwanzo 25. Kushughulikia mauti ya kabla ya wakati wake, kushughulikia tanzi ya mauti ya kabla ya wakati wake. 1, 2, 3 mstari wa 8, 25. Mwanzo 25 mstari wa 8. Umefika? Okay. 1, 2, 3. Ibrahimu akafariki, naye akafa katika uzee, mzee ameshiba, akakusanyika pamoja na watu wake. Angalia ile neno akafariki, akafa katika uzee. Namkumbuka bibi yangu mzaa baba, Mungu alimpa neema kuishi miaka 118. Alafu kila mara tukikutana naye alikuwa ananiambia maneno haya: nataka siku yangu ikifika nilale nipumzike. Sikuwa namuelewa. Akaniambia, alikuwa rafiki ya mke wangu sana, akaniambia sitaki kutwezwa utu wangu. Wangapi anajua kutwezwa utu? Akasema sikiliza, niombee, sitaki kutwezwa utu wangu. Nabadilishwa pampasi, nabadilishwa pampasi, nabadilishwa pampasi, kutwezwa utu. Nataka siku yangu ikifika nilale. Anatafuta mauti mema. Unajua siku yake ilipofika, wasema bibi anajisikia vibaya, bibi anajisikia vibaya, bibi anajisikia vibaya. Kwa hiyo anasema nitieni Tumaini, nitieni Tumainieli. Wanasema mdomoni kwake ilikuwa jina langu tu. Alafu ananipigia sema mkimbizeni hospitalini, natoa maelekezo. Anasema hapana, tumemwita daktari, anakuja. Daktari anakuja, anaangalia, anasema no, pressure yake iko chini sana, na mapigo ya moyo yako chini sana, na sukari ya mwili wake iko chini sana, na hivi kwa kweli haviwezi kupanda, na vimeshuka chini kwa sababu ya umri. Kwa hiyo ngoja nikatafute drip ya glucose tumwekee. Ameenda, amerudi, bibi amelala akiwa mzee sana, mwenye umri wa miaka 118, akiwa na uzee mwema. Kuna watu wengine saa kufa, tunabidi tumweke pamba mdomoni. Anasema maneno, mwambie Mungu nipe uzee mwema. Wasema jamani hapana, mgonjwa amepumzika. Sio amepumzika, anasema na yule na fulani ananipiga, na fulani ananichapa. Jamani, amumuoni huyo ananipiga viboko, huyo ananifinya. Utamani uzee? Hebu sema kwa sauti, uzee. Tena wasitweze utu. Haleluya. Ibrahimu akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku. Hayo ndio maombi, hayo ndio maisha ya watakatifu. Haleluya, haleluya. Babu yangu aliyekuwa mchungaji akawaambia, akiwa mgonjwa wa kansa, akawaambia, nyinyi hamuoni hao wanaoimba wimbo? Wenzake akasema, mbona tu anasema wamekuja na mwaliko na wimbo, wanaimba wimbo. Mchungaji, wanaimba wimbo gani? Wanawimba wimbo wa mwana kondoo. Walioko ndani ya chumba hawasikii wimbo, lakini yeye anausikia wimbo, naye akaanza kuimba wimbo. Amemaliza kuimba wimbo, akalala kwa Bwana akiwa mzee sana wa siku nyingi, akiwa na uzee mwema.
Hilo ndio kusudi na mpango wa Mungu. Muulize jirani yako, unatamani kuondokaje? Maana kama ni kuondoka tutaondoka, lakini tukiwa tumetimiza kusudi na mpango wa Mungu kuwepo hapa duniani. Hauko hapa kwa bahati mbaya, uko hapa kwa kusudi. Shida kama uko hapa bila kujua kusudi, mwambie jirani yako, si unajua kuna walio kuja kupoteza muda. Mwambie mimi sio miongoni. You are here for purpose. Hauko hapa kwa bahati mbaya, uko hapa kwa kusudi. Lazima utafute na kulijua kusudi Mungu aliweka ndani yako. Hauko kwa bahati mbaya, uko kwa kusudi. Na ukitembea katika kusudi, kusudi linalindwa. Na wale waendesha movie wanasemaje? Styling hafanyeji. Sasa unakufaje wakati umebeba kusudi na wewe ndio styling? Ukifa tu movie. Oh, haleluya, haleluya. Unaondokaje movie ishe na wewe ni mbeba kusudi? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 35, kwa haraka kidogo. Mwanzo 35 mstari wa 9. Biblia inasema Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka Pana Param. Mungu akamwambia, jina lako ni Yakobo, hutaitwa tena Yakobo, lakini Israeli litakuwa jina lako. Akamwita jina lake Israeli. Natamani katika wiki hii, katika siku hizi 8, Bwana akupe jina jipya. Sio jina la aliyeshindwa, bali jina la aliyeshinda. Lazima Bwana akubadilishie status. Lazima Bwana akuondoe kwenye kunungunika na kuomboleza. Lazima Bwana akuite jina jipya. Lazima Kristo akuinue tena. Lazima Bwana akufinyange upya. Lazima uwe tayari kufinyangwa na Bwana, kutoka kukata tamaa, kutoka kuomboleza na kulia. Acha Bwana wiki hii akufute machozi. Acha akupeleke kwenye nafasi. Oh, haleluya, haleluya. Mambo ya Nyakati. Mistari mingine nitakuja kuirudia huko mbele ya safari. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza 23. Mambo ya Nyakati wa kwanza 23. Umefika mstari wa kwanza tu. Mambo ya Nyakati 23 mstari wa kwanza. Umefika? Biblia inasema Daudi alikuwa mzee, ameshiba siku, akamtawaza mwanawe Suleiman awe mfalme juu ya Israeli. Haondoki kienyeji. Geuke jirani yako, mwambie haondoki kienyeji. Anaachia wengine. Haachi gepu, haachi kilio, haachi maombolezo, haachi ugomvi. Biblia inasema akawa mzee sana, akaangalia, akamchukua Daudi mwanae, akamtawaza kuwa mfalme. Haachi ombwe. Mtu wa Mungu, huwezi kufa ukaacha fujo. Huwezi kufa ukaacha kelele. Huwezi kufa ukaacha watu wanagombana. Huwezi kufa katika uzee mwema hujatengeneza mambo yako. Akiwa mzee sana, Daudi akamchukua Suleiman, akamkabidhi kijiti akiwa hai, aone anachofanya. Oh, haleluya. Unataka nikwambie, watu wa Mungu hawaondoki ghafla. Watu wa Mungu hawaondoki kabla ya wakati. Watu wa Mungu hawapatwi na mambo ya ghafla. Wanakaa kwenye mipango. Hata kufa kwao kuko kwenye mpango. Hawaondoki hivi hivi. Wanaanza kutengeneza na mentorship. Wanaanza kuacha na urithi sawasawa. Akilala haachi fujo nyuma. Hao ndio watu wa Mungu walioitwa kwa jina la Bwana. Daudi akawa mzee sana. Kabla hajalala akamtawaza Sulemani atawale juu yake, amuone anavyotawala akiwa hai. Oh, haleluya. Ukawa mzee sana, ukaanza kugawa urithi kila mmoja na mali yake. Saa ya kufika yako ikipofika, anayekupeleka kaburini sio watoto wako, ni vitukuu wakiimba sifa ya kwamba huyu nayempeleka kaburini ni mshindi. Sio unakufa watu wanaanza kushindilia kaburi. Siku hizi watu wameanza kushindilia makaburi hadi.
Nilienda kule Moshi kuzika, niliogopa. Wanashindilia kabisa namna hii. Nikasema aliwakosea nini? Wengine wanakuja kaburini kuangalia hivi ni yeye amekufa. Mimi siamini. Hoja kutana watu namna hiyo. Mimi siamini, ngoja nikaone. Watu wanaimba wimbo wa sifa, watu wanapiga pambio, watu wanakuwa na mkesha siku hiyo. Wengine wanaokoka wewe unapoenda kuzikwa. Anasema huyu na yule naye aliokoka wakati ule mama anazikwa, aliokoka wakati ule baba anazikwa. Kwa nini? Kwa sababu amebeba roho wa Bwana. Roho wa Bwana haondoki akaacha watu ukiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi Daudi alikuwa mzee, ameshiba siku, akamtawaza mwanae Suleiman awe mfalme juu ya Israeli. Haleluya, haleluya. Zaburi ya 103. Zaburi ya 103. Na saa zetu zinakimbia kweli kweli. Mkuu wa jimbo aliniomba nihakikishe naachilia watu mapema saa 12 kamili. Zaburi ya 103. Mstari ule wa 2 hata wa 5. Bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo wasivyo walio haki, hao ni kama makapi ya peperushao na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Dhambi na uovu pamoja na ahadi zote hizi za Mungu, lakini kinachotuonea ni dhambi na uovu. Kinachotumaliza haraka dhambi zetu. Na Biblia inasema waziwazi kwenye kitabu cha Warumi 6:23. Kitabu cha Warumi 6 mstari wa 23. Kinachotuondoa haraka ni dhambi. Warumi 6:23. Warumi 6:23. Umefika? Anasema hivi, ni mstari wa mwisho kabisa pale. Warumi 6:23. Anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo tunaona kwamba mauti ya kabla ya wakati inasukumwa na dhambi. Amekunywa gongo, akiruka barabara akagongwa. Ana miaka mingapi? 25. Amekunywa gongo, mvua ikanyesha. Unajua mvua ipatana na watu wa gongo. Amekunywa gongo, mvua ikanyesha. Ilivyompiga tumemkuta amekufa. Kimemuua nini? Dhambi. Angalia dhambi inavyoweza kumaliza watu kabla ya wakati wake. Dhambi, uovu, makosa. Yakobo anasemaje? Yakobo 1. Kitabu cha Yakobo 1. Kwa hiyo tunapozungumza na kuziangalia ahadi za Mungu, lazima tujitathmini sisi binafsi kwamba je, maisha yetu, mahusiano yetu na Mungu yamekaaje? Anasema halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Tunaweza tukapiga kelele hapa, lakini lazima tupate nafasi wa kutubu juu ya makosa na dhambi na ovu ulio kwenye maisha yetu, ili tanzi ya mauti isitupate kabla ya wakati. Watu wengi sana ambao tanzi ya mauti imewapata kabla ya wakati na kuwatupilia nje. Angalia maisha yao. Dhambi ilipata nafasi, uovu ulipata nafasi, na kwa sababu dhambi na uovu vilipata nafasi, maisha yao yakakatiliwa mbali. Na mlango tulionao kutoka kwenye tanzi ya mauti ni toba na kuomba rehema na kuomba msamaha. Ni toba juu ya dhambi za wazi, ni toba juu ya dhambi za siri. Ukisoma Zaburi ya 19 mstari wa 2 na wa 3,
Unazungumza juu ya dhambi za siri. Hakuna ajuaye, mume ajui, mke ajui, baba ajui, mchungaji ajui, mwinjilisti ajui. Anasema Bwana uniponye na dhambi na mambo ya siri. Na dhambi ya siri hakuna anayejua, lakini iko ndani ya moyo wako, inakutafuna. Kwa hiyo tanzi ya mauti ya kabla ya wakati inasukumwa nyuma na dhambi na uovu na makosa. Tanzi ya mauti ya kabla ya wakati, angalia, fuatilia watu wote walioishi umri mtimilifu, angalia maisha yao ya uhusiano wao na Mungu. Jambo la muhimu sana, umetubu, tengeneza uhusiano wako na Mungu ukae sawa sawa. Tumikia madhabahu, iheshimu madhabahu. Unganisha maisha yako na dhabihu. Wengi hawajui. Kwenye nikupe ushuhuda mmoja, nimekuwa kusema mara kwa mara. Nilienda AICC hospitali. Nimealikwa na familia moja. Wakasema mama yetu pressure imefika 240. Unajua pressure 240? It's conscious, hawezi kuongea, hana fahamu, na madaktari bingwa wanasema kwa sababu ya pressure hii hata viungo vya ndani lazima vitakuwa vimepata shida. Inawezekana ghafla mapafu yakapata maji, inawezekana ini likapata maji kwa sababu ya pressure ilivyo kubwa. Kwa hiyo wameniita nimwombee mama yao, na wameshajipanga tayari kwamba mama anafanyaje, anakufa. Baba ameshawaita watoto, anawaambia sasa hivi mama yenu akiondoka tunafanyaje hapa. Kwa hiyo wameniita kama mtumishi niombe biashara ishe. Wamekata tamaa, wamechoka. Nikaenda. Sasa fikiri unaenda kwa watu waliokata tamaa. Alafu nikasoma Zaburi ya 20. Maana nilikuwa namjua huyo mama alivyokuwa mtoaji. Akasema Bwana ukumbuke sadaka zake, umjalie kwa kadri ya haja ya moyo wake, uyatimize mashauri yake yote. Amen. Hawakunipenda, maana walitaka nimwekee mikono, na mimi sikuweka mikono. Nilimkumbusha Mungu juu ya sadaka zake nilizowahi kuona akitoa. Alafu kwa sababu nimeona wote wamekata tamaa, ni kama maombi yangu hayajawasaidia sana, kwa hiyo wanasiki kutafuta mtumishi mwingine. Mimi nikatoka, nikapiga gari moto, nikaondoka. Sijafika umbali mrefu, wakanipigia simu, mtumishi. Nikasema unajua ni ngumu sana kutoka kumwombea mgonjwa alafu upigiwe simu amekufa, na unapata shida moyoni hujawahi kuona. Usisubutu kukutana na hicho kitu, watumishi wanakutana nacho sana. Lakini nikapigiwa simu. Unajua simu hiyo haikuwa simu ya kawaida. Wakaniambia baada ya maombi pressure imetoka 250 imefika 150. Mama ameanza kufungua macho. Alikuwa monitari na mashine. Wakaona ile mashine nao monitor moyo inaanza kushuka titi 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 titi, ikafika 150, ikagota. Mama akafunua macho. Ngoja nikwambie bwana, ukijiunganisha na sadaka yako na maisha yako, hata tanzi ya mauti ikija, sadaka zitasimama, sadaka zitakutetea. Oh haleluya. Okay, unajua mauti ya Dorcas, kitu gani kilirudisha uhai wa Dorcas? Sadaka zipi? Kuna sadaka tunazisahau. Sadaka Dorcas haikuwa sadaka kawaida. Biblia inasema ilikuwa ni sadaka ya matendo mema. Hivi siku hizi bado tunatoa sadaka za matendo mema? Udikonia bado tunafanya? Tujiulize maswali. Sadaka ya Dorcas ilikuwa sadaka matendo mema. Angalia makundi alikuwa namlilia. Makundi haya, mjane na watakatifu. Ndivyo Biblia inasema. Ndio alikuwa kule kwenye kile chumba. Unajua kwenye kile chumba anasema, na hizi nguo nani atatushonia tena? Na haya majoho nani atatushonia tena? Na hii kazi nani? Na alikuwa anatusaidia kupamba kanisa. Na alikuwa anasaidia kushonea makuhani. Nani tena? Tutampata wapi mtu kama Dorcas? Hebu muulize jirani yako, ukiondoka watu watasemaje? Mwangalie usoni, mwambie ukiondoka watu watasemaje?
Kwa Dorcas walianza kujiuliza, na wakamwona Petro anapita, na Petro hawakumuita ili akamponye Dorcas. Hawakumuita, maana hawaamini katika kupona kutoka mauti. Kwa Dorcas wakasema, mbona hapa kuna msiba? Wasema, tumemweka huko juu gorofani huko, na akasema, hebu niopelekeni. Alafu anafika, alipofika anamuita Dorcas, Dorcas inuka. Na Dorcas anapiga chafya na inuka. Ngoja nikwambie, sadaka inaweza kukondoa kwenye tanzi ya mauti. Sadaka inaweza kukuweka huru. Kwa hiyo dhambi ni mlango, toba ni mlango mwingine wa kutokea upande mwingine. Oh, haleluya! Ili kwa sadaka na dhabihu zako. Sasa dhambi, Mungu akikuponya na kuondoa tanzi ya mauti haitoshi, jiunganishe na madhabahu. Kwa njia gani? Kwa njia ya sadaka. Oh, haleluya! Anamwambia Kornelio, sadaka zako. Mgeuke jirani yako, mwambie Mungu anachukuaga sadaka. Tatizo lenu mkizitoa mnafikiri mchungaji ndiye anayechukua. Tatizo lenu mnatoa kwa sababu mnafikiri mchungaji atachukua. Mchungaji hachukui sadaka. Sadaka Mungu anapokea. Ndio maana tunapozileta madhabahuni tunaleta na vitu vitatu: mwili, roho na mawazo. Si ndivyo mnavyoimba? Salamu Bwana wangu na kujia. Si mnamsalimiaga Yesu mwisho wa ibada mkileta sadaka? Angalia ule wimbo vizuri, kauangalie. Sio sadaka tu zinakuja na mwili, zinakuja na mawazo, zinakuja na roho. Kwa zikifika pale madhabahuni zina mawazo. Nini unalowaza? Unawaza nini juu ya Bwana? Zinaenda na mawazo unawaza juu ya Bwana. Haziendi peke yake, zinaenda na roho. Haziendi peke yake, zinaenda na mwili. Kama ni mgonjwa, upokee uponyaji. Oh, ni kwa vile hatujajua kuzitoa sawasawa. Tunapotoa sawasawa na kuziombea, zinakuja na uponyaji. Haleluya! Kwa hiyo tanzi ya mauti inaweza kuvunjwa kwa njia ya sadaka unayotoa sehemu sahihi kwa Mungu sahihi. Haleluya! Biblia inasema, halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikishakomaa huzaa mauti. Kwa hiyo dawa tulionayo ni toba na kuomba rehema kwa Mungu aliye hai, kinyume na kila tanzi ya mauti iliyoachiliwa kabla ya wakati. Kuna upepo unapita, sijui kama huku Meru upo. Sio upepo mzuri. Unakuta mama anaenda leba, aidha mama anarudi, mtoto harudi, au mtoto anarudi, mama harudi. Tuna mkakati wa kuomba very serious. Fanya tu research kidogo. Katika mwezi wa 7 katika manispaa ya Arusha, watu wengi sana waliondoka wa mama wajawazito. Kwa hiyo lazima tuombee. Hii ni season ambayo Mungu anataka kuleta uzao fulani muhimu sana kwenye nchi, na adui naye amesimama kuachilia tanzi ya mauti. Hujanisikia? Tangazo lilipotoka kumuua kila mzaliwa wa kwanza, kwa nini alikutoka? Walikaa miaka 400 na ngapi? Na 30. Kwa nini alikutoka mwaka wa pili? Kwa nini alikutoka mwaka wa 3? Kwa nini lilitoka ule mwaka? Lilitoka ule mwaka kwa sababu katika ulimwengu wa roho adui alijua ya kwamba atazaliwa mwanaume mmoja katika Misri, atarudisha wana wa Israeli. Kwa hiyo tangazo likatoka kwamba kila mtoto wa kiume auawe. Tatizo letu hatujui kuconnect ulimwengu wa roho na ulimwengu halisi. Ukiona wamama wanaenda leba, wanaacha watoto, wanaenda leba, wanarudi wao, watoto wanabaki, au wanabaki wao, watoto wanarudi, lazima kuna uzao fulani unaletwa kwenye uso wa nchi wa kusaidia kazi ya Mungu kwenye uso wa nchi. Okay, tukaanza kujadili na mke wangu, tukaanza kufuatilia na mke wangu, tukagundua nao fia leba ni Wakristo kuliko wa imani nyingine. Hujanisikia? Maana yake kuna uzao unatakiwa kuja duniani uliobeba kitu cha Mungu. Okay, labda nizungumze kwa lugha hii utanielewa. Mnajua ya kwamba Habili alipokufa nini kilitokea? Habili peke yake ndiye alikuwa na roho ya kumcha Bwana. Roho ya mauti ilipopita kwa Habili, dunia ilikaa kwa giza miaka 500 mpaka alipotokea Henoko.
Kwa hiyo Mungu aliyekupa neema ya kuokoka hajakuweka hapa kwa bahati mbaya, ni ili kwa kinyume na roho ya mauti kwenye ukoo unaotoka, kwenye familia unaotoka. Ndio maana alikuweka kwa majira na kwa wakati huu, ili usimame mahali palipobomoka. Biblia inasema alipoondoka Habili, dunia ilikaa kwenye giza, hapa kutokea mwingine amchaye Bwana. Henoki anatokea baada ya miaka 500, ndipo anapotokea Henoko, kumuinua mtakatifu, kumuinua kuhani, kuwa na nyumba ya kikuhani, kuwa mtoto wa kuhani. Kutoka kwenye familia yenye kuhani inahitaji kulindwa. Hujanisikia? Inahitaji kulindwa, maana adui anafanya vita kuhakikisha ya kwamba kila kinachozaliwa kinaachiliwa roho ya mauti. Kwa hiyo kama mauti inaweza kuachiliwa, na sisi tunaweza kuachilia neno la uzima. Tunaweza kuambia kule, kusema neno la uzima leba, kila atakaingia leba atatoka salama, mama atatoka salama, na mtoto atatoka salama. Tuna uwezo wa kutuma habari katika ulimwengu wa roho tukiwa hapa, zikaenda hospitali zote na maternity ward zote Tanzania nzima. Maana ni msimu ambao kuna kitu Bwana anataka kufanya kwenye uso wa nchi. Simama kwa miguu yako, taendelea tena kesho. Mmoja amenielewa? Kuna mtu mmoja amenielewa? Hebu tuende mbele za Mungu kwanza kwa njia ya toba. Hebu sema kwa sauti, ee Bwana Yesu. Na wewe unanisikiliza kwa njia ya redio, sema, ee Bwana Yesu, ninakuja kwako katika jina la Yesu. Mimi ni mwenye dhambi, nimejua makosa yangu, nimejua uovu wangu, ninatubu mbele zako, ninaomba rehema, ninaomba msamaha. Nisamehe, nitakase, nisafishe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ee Bwana Yesu, kuanzia leo nishike kwa mkono wako, mimi ni mtoto wako, usiniache katika jina la Yesu. Kila roho ya mauti iliyoachiliwa kwenye maisha yangu kwa nguvu ya magonjwa, katika jina la Yesu haitasimama juu yangu kuanzia sasa. Kila roho ya mauti iliyoachiliwa kwenye eneo la uchumi haitasimama kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila roho ya mauti iliyoachiliwa juu ya imani yangu, katika jina la Yesu, hiyo roho ninaibatilisha, haitasimama, haitakuwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Omba peke yako. Omba. Kinyume na kila mpango wa adui shetani, kinyume na kila nguvu za giza. Na mimi najua watu wa Meru wanajua kuomba, Hebu omba. Kinyume na kila kitu kilichoachiliwa, iwe ni vidonda vya tumbo, iwe ni kisukari, iwe ni pressure, iwe ni HIV AIDS. Omba katika jina la Yesu. Omba katika jina la Yesu. Hiyo tanzi ya mauti, huo mlango wa mauti, huo mlango wa kuzimu, hizo nguvu za giza zilizoachiliwa kwenye kifua, kwenye utumbo mwembamba, kwenye utumbo mpana, zilizoachiliwa, huo uvimbe kwenye tumbo la uzazi, huo uvimbe kwenye matiti, iliyoachiliwa kinyume na Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu, iliyobeba roho ya mauti, kwa jina la Yesu natangaza uzima, natangaza afya njema, natangaza uponyaji. Achia damu ya Yesu, achia damu ya Yesu, achia damu ya Yesu kwenye utumbo mwembamba, kwenye utumbo mpana, achia damu ya Yesu. Nakataa magonjwa yasiyoambukiza, kansa, kisukari, kwa jina la Yesu. Achia huo mwili, achia hiyo maisha, achia hiyo afya kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Pita na hiyo damu, pita na hiyo damu, pita na hiyo damu, achilia hiyo damu kinyume na roho ya mauti, kwa sababu tunapoishiriki, tunapoinywa, tunapoigusa hiyo damu, inatangaza uzima kinyume na mauti, kinyume na uharibifu, kinyume na nguvu za giza. Yes, kata hizo kamba, mauti ana kamba, kata hizo kamba za mauti na kuzimu, kata hizo kamba, kata hizo kamba, kata hizo kamba zinazokushikilia, hizo kamba zilizoleta hofu,
hizo kamba zilizoleta hofu, hizo kamba zilizoleta hofu, hofu kwenye maisha yako, hofu ya kwamba una kisukari, hofu ya kwamba una pressure, hofu ya kwamba una kansa. Kataa, 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 kataa. Oh, nimekuambia uwe nabii wa maisha yako. Nimekuambia uwe nabii wa maisha yako. Tamka neno, hilo neno nalotamka litakuwa, litafanyika. Iwe ni ugonjwa, daktari alishakwambia. Oh, rabaseke, omba kwa jina la Bwana. Yeye ana uwezo wa kukuponya, wa kukuponya, wa kukutakasa, wa kukusafisha. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Nanyi tukapewa ile jina lipitalo majina yote, nalo ni jina la Yesu. Karabasekendereboshaka. Endelea, 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 endelea. Iwe kwenye utumbo mpana, iwe kwenye mfumo wa uzazi, hiyo tanzi ya mauti, hiyo tanzi ya mauti iliyoachiliwa, iwe ni kisukari, iwe ni pressure, hiyo tanzi ya mauti, yeyuka, yeyuka, ondoka, ondoka. Achia huyu mama, achia huyu baba, achia huyu mama, achia huyu baba. Endelea, endelea. Kazana, 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 kazana kwenye mifupa, kwenye mishipa, kwenye mifupa, kwenye mishipa. Kazana, 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 kazana. Hiyo tanzi, hiyo tanzi, hiyo tanzi, hiyo tanzi, hiyo tanzi ya mauti, hiyo tanzi ya mauti, acha ikatike, acha ikatike, acha ikatike, acha ikatike, acha ikatike, acha iondoke, acha uwe huru, acha uwe upokee uzima kwa jina la Yesu. Endelea, 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 endelea. Endelea, 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 endelea. Endelea, endelea, endelea. Endelea, endelea, endelea. Oh, sikate tamaa. Endelea, endelea, endelea. Endelea, endelea, endelea. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Endelea, endelea, endelea. Endelea, endelea, endelea. Usinyamaze. Endelea kuomba, endelea kuomba. Tamka neno, tamka neno, tamka neno, tamka neno. Nataka uwe nabii wa maisha yako. Tamka neno, tamka neno kwenye ndoa, tamka neno kwenye familia yako, tamka neno kwa watoto wako wa kike na wa kiume. Walete kwenye madhabahu, walete kwenye madhabahu, talete kwenye madhabahu, madhabahu ya Mungu aliye hai. Tamka neno. Endelea, 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 endelea. Usinyamaze, 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 usinyamaze. Usikae kimya, usikae kimya mtu wa Mungu, usikae kimya mtu wa Mungu, usikae kimya mtu wa Mungu. Maisha yako unaweza kuyaumba mwenyewe, maisha yako unaweza kuyatengeneza mwenyewe. Usikae kimya, usikae kimya. Omba, 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 omba. Achia, achia jina la Yesu, achia damu ya Yesu, achia, achia. Kaa kinyume na kila roho ya mauti, kaa kinyume na kila milango ya uharibifu, kaa kinyume na kila nguvu za giza, kaa kinyume na kila mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Tamka neno, tamka neno, tamka neno. Yes, napenda watu wa Meru wanajua kuomba, wanajua kuomba. Napenda watu wa Meru wanajua kung'ang'ana na Bwana, wanajua kutafuta uso wa Bwana, wanajua kutafuta uso wa Bwana. Maisha yako, hatima maisha yako yako kwenye kinywa chako na kwenye mikono yako. Oh, matunda ya kinywa chako, oh, yaweza kuleta uhai, yaweza kuleta afya. Oh, rapasekenderebo saka. Endelea, endelea, endelea. Endelea, endelea, endelea. Endelea kidogo, endelea kidogo. Endelea kidogo, endelea kidogo. Endelea kidogo, endelea kidogo. Kuna mahali unavuka, kuna mahali unavuka, kuna mahali unavuka, kuna mahali unavuka, kuna mahali Bwana anakuvusha, kuna mahali Bwana anakuvusha, kuna mahali Bwana anakuvusha, kuna mahali Bwana anakuvusha. Endelea, 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 endelea. Usiangalie mtu, hawezi kukusaidia. Na unayesikiliza kwa njia ya redio, unayetazama kwenye online,
endelea, 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 endelea. Rapa sekenderebo koshakanda rabakosika rikanda rabakosaka. Sawa sawa na maombi ya watu wako wanaomba jioni ya leo. Bwana ukawarehemu, Bwana ukasikie, Bwana ukafanye, Bwana ukatende, Bwana ukajidhihirishe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Shika sadaka yako, shika sadaka yako unayotamani kumtolea Bwana jioni ya leo, iungane na maombi yako. Shika sadaka yako nzuri unayotamani kuitoa mbele za Bwana. Hebu itamkie neno hiyo sadaka. Hebu mwambie Bwana juu ya hiyo sadaka. Mwambie Bwana aikumbuke hiyo sadaka yako, na ile tanzi ya mauti isikae kwenye nyumba yako, isikae kwenye familia yako. Itamkie hiyo sadaka yako, itamkie neno. Mwambie Bwana, ninakuja na sadaka, ninakuja na mawazo, ninakuja na mwili, ninakuja na roho. Bwana ukanifungue zile kamba za mauti. Bwana ukaachilie zile kamba za kuzimu. Bwana ukaachilie ile roho ya uharibifu, haitakaa kwenye maisha yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu, kuanzia leo, kuanzia sasa, kwa jina la Yesu. Waimbaji karibu kwenye platform, waimbaji kama wako. Haleluya. Njoo umtolee Bwana sadaka yako. Wakati mchungaji atakuja kufunga, njoo umtolee Bwana sadaka yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusubiri kwanza, naomba tutulie, naomba tusimame wenye nguvu. Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza ya semina. Asante kwa jinsi ambavyo umemtumia mtumishi wako katika siku hii. Asante Bwana kwa ajili ya watoto wako ambao wameingia mahali hapa. Mungu wetu na baba yetu, ninaomba uendelee kuwatunza, uendelee kuwabariki. Lakini tunaomba pia kwa ajili ya siku ya kesho, Roho Mtakatifu wako akae pamoja na sisi. Na Mungu, tutakapoenda kulala, Mungu katume malaika wako akapate kukesha pamoja na sisi, na ukatupe usingizi ule mzuri. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu tusikie. Amen. Pokea baraka zake Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani yake. Katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni praise. Oh,
ewe Bwana